Watumia mitandao, Gen Z, wazee na makundi yote ya watumia mitandao. Njooni tuzungumze leo. Kila siku simu zetu hujaa picha za furaha. Watu wakitabasamu, wakisafiri, wakila sehemu nzuri, wakionyesha mafanikio ya maisha yanayoonekana kuwa mazuri muda wote. Ukiangalia mitandao ya kijamii unaweza dhani kila mtu ana maisha ya furaha yasiyo na matatizo. Lakini nyuma ya picha hizo nzuri kuna simulizi ambazo hazionekani. Kuna watu wanaocheka mbele ya kamera lakini wakilia wakiwa peke yao. Kuna watu wanaoandika maneno ya furaha kwenye kurasa zao za mitandao huku mioyo yao imejaa huzuni, upweke na mawazo mengi. Kadri matumizi ya mitandao ya kijamii yanavyozidi kuongezeka, ndivyo changamoto ya afya ya akili inazidi kuongezeka pia, hasa kwa vijana. Watu wengi wameanza kujilinganisha na maisha wanayoyaona mitandaoni bila kujua kuwa sehemu kubwa ya maisha hayo huonyeshwa kwa kuchagua upande mzuri pekee. Taratibu wengine huanza kuona maisha hayana thamani, hawajafanikiwa vya kutosha au hawafanani na watu wanaowaona kila siku kwenye simu zao. Wataalamu wa afya ya akili wanaeleza kuwa hali hiyo imechangia ongezeko kubwa la msongo wa mawazo, wasiwasi, upweke na kukata tamaa kwa baadhi ya vijana. Wengine hutumia muda mwingi kwenye simu wakitafuta kuthaminiwa kupitia maoni, alama za kupendwa yani likes, na idadi ya wanaowafuatilia yani followers. Lakini nyuma ya furaha hiyo ya muda mfupi, wengi hujikuta wakiumia kimya kimya. Mbali na hilo, baadhi ya watu wamekuwa wakiathirika na matusi, kejeli na unyanyasaji wa maneno kupitia mitandao ya kijamii. Wengine wamepoteza kabisa kujiamini kutokana na kulinganishwa kwa viwango vya uzuri, maisha au mafanikio yanayoonekana mtandaoni. Polepole hali hiyo imeanza kuathiri namna watu wanavyojiona na namna wanavyoishi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani yani WHO, zaidi ya watu bilioni 1 duniani wanaishi na changamoto ya afya ya akili. Tanzania pia imeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la changamoto ya afya ya akili, huku vijana wengi wakitajwa kuwa miongoni mwa makundi yaliyoathirika zaidi kutokana na presha ya maisha na matumizi ya mitandao kwa muda mrefu. Hata hivyo, wataalamu wanashauri watu kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi, kupunguza muda mwingi kukaa kwenye simu na kujenga mawasiliano ya kweli na watu wanaokuzunguka. Pia wanasisitiza umuhimu wa kuzungumza na mtu pale wanapopitia changamoto ya kihisia badala ya kuteseka kimya kimya au kuitafuta furaha mtandaoni. Kwa sababu wakati mwingine nyuma ya tabasamu linaloonekana mtandaoni kuna moyo unaopambana kuendelea kuwa imara. Katika dunia ambayo kila mtu anaonekana mwenye furaha mtandaoni, pengine changamoto kubwa si kukosa watu wa kututazama, bali kukosa watu wa kutusikiliza kweli. Na wakati wengine wakitafuta kuthaminiwa kupitia simu zao, afya zao za akili zimeendelea kuumia kimya kimya nyuma ya screen. Na kuacha na swali moja. Je, unatumia mtandao wa kijamii kuwasiliana au kuficha hisia zako binafsi au kuwaonyesha watu upande ambao wanataka waone kuhusu wewe ambao sio uhalisia wa maisha yako?